Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameitishia nchi ya Hispania ambayo pia ni mwanachama wa NATO kwa vikwazo. Rais huyo wa Marekani hapo awali alipendekeza kuiondoa Uhispania kutoka katika umoja huo kwa kushindwa kukidhi mahitaji ya kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba ikiwezekana Hispania iondolewe katika NATO. Rais huyo ametishia kutoza ushuru wa adhabu dhidi ya Uhispania kutokana na kushindwa kwake kukidhi mahitaji ya ongezeko la matumizi katika NATO. Trump mwenyewe amekuwa akishinikiza kwa dhati ongezeko la matumizi ambalo hapo awali Madrid ilipuuza kuwa haiwezekani. Trump alishutumu Hispania kwa kuwa taifa pekee ambalo halikuongeza matumizi yake ya kijeshi hadi 5% ya pato la taifa wakati akizungumza na wanahabari katika ikulu ya White House siku ya Jumanne. Sina furaha sana na Uhispania, alisema, kidai kwamba Madrid imekuwa isiyo na heshima kwa kambi ya kijeshi ya NATO. Nilikuwa nikifikiria kuwapa adhabu ya kibiashara kupitia ushuru kwa sababu ya kile walichokifanya. Ninaweza kufanya hivyo, rais huyu alisema, bila kuingia kwa undani kuhusu vikwazo vinavyoweza kutokea. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba inawezekana moja kati ya sababu ya Hispania kuwekewa vikwazo na Marekani licha ya kuwa ni mwanachama wa NATO ni kutokana na siku za hivi karibuni kuwa na kipaumbele dhidi ya kutaka kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Lakini pia katika kile ambacho imesema lazima Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu achukuliwe hatua kutokana na kadhia anayoifanya katika ukanda wa Gaza. Hii inatajwa kwamba imemkasirisha sana rais huyo wa Marekani ambaye sasa anatumia njia nyingine za kutaka kuiadhibu Hispania. Mapema mwezi huu Trump alipendekeza kuiondoa Uhispania kutoka katika NATO kwa kushindwa kwake kukidhi mahitaji ya matumizi ya NATO. Hawana kisingizio cha kutofanya hivi, alisema wakati wa mkutano na rais wa Ufini Alexander Stubb katika ofisi ya Oval huko nchini Marekani. Rais Trump mara kwa mara alimshutumu mwanachama huyo wa NATO kwa kushindwa kubeba mzigo wa matumizi ya kijeshi kwa usawa hata wakati wa muhula wake wa kwanza tangu aingie madarakani tena mwezi Januari. Amezidisha madai kwamba wanachama wa NATO na hata EU wanapaswa watumie vizuri suala la ulinzi. Msukumo wake ulifikia kilele katika mkutano wa kilele wa June huko The Hague ambapo wanachama wa NATO walijitolea kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa kila mwaka ifikapo mwaka 2035. Uhispania iliibuka kuwa mpinzani mkubwa wa ongezeko hilo la 5%. Madrid haikufikia kiwango cha awali cha matumizi ya NATO cha 2% ya pato la taifa na ilitenga karibu 1.3% ya pato la taifa kwa ulinzi mwaka uliopita. Kabla ya mkutano wa kilele wa June, Waziri Mkuu Pedro Sanchez alisema kuwa Uhispania haiwezi kujitolea kwa lengo maalum la matumizi katika suala la pato la taifa katika mkutano huo. Kufuatia mkutano huo, waziri wa ulinzi wa Uhispania Margarita Robles alipuuza lengo la matumizi ya 5% kama akisema haiwezekani kabisa. Sekta za ulinzi za Ulaya hazingeweza kuichukua hata kama serikali zingewapatia ufadhili wa kutosha, alisema mnamo June. Madrid haijajibu kauli za hivi punde za rais wa Marekani Donald Trump hadi wakati huu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.